Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu ndugu zangu. Leo kwanza kabisa kabla sijaanza chochote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukushukuruni nyinyi kwa kunisupport na kuendelea kujua umuhimu wa mimi kutoa elimu yangu hii ambayo kidogo Allah amenipa. Kwa nyinyi na nyinyi kujua umuhimu wa kile ambacho mimi natoa. Kwa sababu elimu hii sio kila mmoja ambaye anaweza kutoa kwa kuifafanua bila kuficha chochote. Mimi nimeamua kuelekeza hii elimu bila kuficha chochote kwa sababu nataka tujue vitu vingi katika ulimwengu na tuelewe namna ya kujinasua. Lakini pili na kukumbusheni kuwa tunalo group letu la tiba ambalo linafundisha elimu ya tiba kila siku, group la WhatsApp. Ingawaje ni group la kulipia, ni unalipia 30 na watu wengi alhamdulillah wameshajiunga na hilo group. Lakini pia faida ya group ni kuwa mtajifunza vitu vingi ambavyo wengi huwa hawapati. Kwa sababu kuna vitu vingine hatuwezi kuelekeza vyote YouTube. Wengine yatakuwa faragha kidogo watu kwa sababu ni vingine ni vigumu sana na hatari sana. Watu tunaelekeza katika group la WhatsApp. Lakini faida ya group pia ni mtu kujifunza kile kitu na kukifanyia kazi papo kwa hapo. Na maswali yanajibiwa hapo kwa hapo kwa sababu WhatsApp ni sehemu ambayo nikielekeza group katika group watu kibao wanaelewa vitu vingi sana. Baada ya kusema hayo, mimi leo nitaelekeza namna ya kujivua kivuli cha umaskini. Kwa nini tunajivua kivuli cha umaskini? Kwa sababu leo hii kila mwenye neema huwa anahusudiwa. Mfano mtu labda amekulia kijijini, baada ya kukulia kijijini Allah akakujalia ukafanikiwa. Baada ya kufanikiwa kuna baadhi ya watu kule kijijini ambao mlikuwa wote aidha mkasoma wote au wao watoto zao ni wakubwa kuliko wewe, alafu wewe ndio una mafanikio kuliko wao watoto zao. Hiyo watu wengi wanawafanyaga wachukio wa watu, waloge watu. Sasa kule kijijini kuna baadhi ya watu wengine wakiona mtu labda ana mtoto wa mwenzake na maendeleo kuliko ya kwake, anatumia njia ya kumwathiri aidha kwa kumroga au kumfanya chochote kile kibaya ili haribikiwe. Ikitokea hiyo hali na mtu akawa anaharibikiwa, ina maana ili mtu akuharibu lazima akufungie baadhi ya vitu. Lazima iwe ni sampuli ya yeye kuharibia maisha yako aidha kwa kuroga au kukuweka kivuli cha umaskini. Unajua wanga wana sampuli nyingi sana katika hii dunia. Mtu anaenda kwa mchawi anamwambia huyu mtoto nataka kuanzia leo hii mtoto fulani asifanikiwe, afanikiwe mtoto wangu. Kama haiwezekani mtoto wangu kufanikiwa, basi pia na huyu wa fulani pia asiendelee kufanikiwa. Leo nitakuelekezeni sasa. Unaweza kushangaa mtu anakuwa na pesa na nini, baadaye hamna tena pesa. Unaweza kushangaa unafanya vitu vizuri sana kwa ukubwa sana, baadaye hakuna tena. Ulikuwa na wateja wengi sana katika biashara yako, baadaye hakuna tena. Na kile unapotaka kujikwamua kama mtu hawezi namna kutatua ile tatizo, hakuna unachokifanya. Sasa leo hii ni njia ya kuondoa lile tatizo la hizo michale ya maskini, vifuli vya kimaskini. Kwa sababu kawaida unaweza ukatembea leo hii mtu akakuvesha kifuri cha mtu mwingine, kile unachokifanya kinakuwa kizai matunda na kile unachokitaka kinakuwa kifanyiki kwa sababu tayari umeveshwa kivuli cha kimaskini. Sasa tunafanyaje ili tujiangue katika hiyo hadha, hiyo hali? Ikitokea wewe umepata kivuli cha umaskini, cha kufanya cha kwanza ili ujinasue, unatakiwa utafute mizizi na majani ya miogo mpira. Unajua kisamvu mpira kile? Baada ya kile kisamvu mpira wewe, baada ya kutafuta unatafuta na mchungu kikubwa hivi. Alafu uenda moja kwa moja baharini. Ikifika asubuhi na mko enda baharini. Fika baharini pa unasimama hivi. Baada ya kusimama hivi utamwambia mtu utakuwa unachota kivuli chako ambacho utakuwa umeenda saa 2 asubuhi. Utamwambia mtu achote kivuli chako kwa manuizi. Ile maji ambayo ya kivuli chako pale mbele wewe utatumia kuchanganya na ule majani ya msamvu, kisamvu. Utaenda kujipikia nyungu siku 7. Hii ni njia ya kuvua kivuli chochote cha umaskini. Kipindi unajifusha sasa. Kipindi unajifusha siku 7. Huko unanuia nataka kivuli changu kurudi kuanzia leo hii. Nataka nirudi kama mimi zamani nilivyokuwa. Nataka nirudi katika hali yangu zamani nilivyokuwa. Baada ya kufanya haya sasa vizuri, utatafuta dola. Baada ya kutafuta dola utafuta na unga wa sembe, kuna sampuli utaifanya. Utatafuta unga wa sembe dola pamoja na abat sauda. Utachanganya vizuri, kuna namna unafanya, unatumia tena kukoga hiyo dawa kwa kujipaka siku 7. Hii njia itakufanya urudishe kivuli hata kama aliiba ni mtu gani, kitarudi. Na baada ya kurudi sasa utakuwa unasoma sana madua ya kinga na nini kwa sababu
ili wasiende tena kuchukua. Na unaficha tena kivuli chako, hata mtu akitaka kukichukua anakuwa akipati. Hii ni njia kubwa ambayo inasaidia sana kurudisha kivuli ambacho kimeibiwa kichawi, kimazinga ombwe na namna yote ile. Baada ya kusema haya, nakupendeni sana na nakukaribisheni sana katika vipindi vyetu vingine vitavyokuja vya tiba. Mwanzo au mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Asanteni.